الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فالعياذ بالله من البدع ضلالة. اللهم آمين. Ndugu katika imani, tumekutanika tena kwa mara nyingine katika somo au mada ambayo anwani yake ni uongozi katika Uislamu. Kama alivyotoa utangulizi ndugu yetu Al-Akhi Abdullah Muhsin kwamba ni moja katika matatizo ambayo yanawakumba walimwengu, wachilia mbali Waislamu, gogoro la uongozi katika nyanja zake zote. Nikisema uongozi katika nyanja zake zote, nakusudia kwamba uongozi katika kila jambo, tangu uongozi wa nyumbani, uongozi katika mambo ya ibada misikitini, uongozi katika jamii, katika nyanja zote katika jamii, uongozi katika mambo ya kielimu, madarisi na mengineyo, uongozi katika nchi. Ni mzozo na ni mgogoro unaokumba walimwengu, wachilia mbali Waislamu kwa ujumla. Ama kwa Waislamu, mgogoro huu umekuwa mkubwa mno, kwa sababu Waislamu pamoja na kwamba wamekuwa mwongozo wa kuongoza na Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini kwa kuwa mbali na mwongozo huo, basi mambo yao yamezidi kuwa vurugu. Hakuna msikiti ila utasikia una mzozo. Hatusemi kuna misikiti ambayo haina mizozo, iko misikiti baadhi, lakini tunazungumzia maneno ya jumla. Mingi katika misikiti ina migogoro ya uongozi, tangu shughuli za uimamu mpaka kamati. Hivyo taasisi au jumuiya mbalimbali, hakuna taasisi ila migogoro utaisikia. Na kariri kusema hatuzungumzi habari ya uongozi katika nchi yetu tu, bali ni tatizo linakabili ulimwengu mzima. Nchi zote za Kiislamu takriban zinakabiliwa na afa hili. Hivyo basi, kutokana na matatizo haya, tumeona tujaribu kuyaangalia kwa kina matatizo haya ili tuweze kupata ufumbuzi, kwa kuweza kuangalia baadhi ya nususi ambazo Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam wametuwekea ili tuweze kuishi vyema, tuweze kuishi kwa kuongozana vyema, ili jamii ipate kuishi vyema. Kwani ni jambo ambalo la kubalika kiakili kwanza, kabla ya mwongozo wa Qur'ani na Sunna, kwamba jamii yoyote ambayo inaishi bila uongozi basi inaishi maisha ya fawdha, maisha ya fujo. Na hili tunalishuhudia katika maisha yetu ya kila siku. Pale ambapo hapana uongozi, basi mvurugu. Hata maisha yetu katika mienendo yetu ya mabarabarani haya, hasa watu wa Dar es Salaam mmebahatika mnaishi katika mabarabara ya traffic light haya. Angalia siku moja tu ikitokea taatili ya mataa ya barabarani, muone namna gani sera za magari zinavyoharibika, usalama unavyopomoka. Lakini pindipo akija mwongozi wa barabara, traffic, basi pale nidhamu inasimama, fujo inaondoka, usalama unapatikana. Nazungumza hili kwa sababu nyinyi mnalishuhudia, wenye kupanda magari, madaladala, yanatukumba haya, kwamba unapita njia siku moja taa za barabarani zimeharibika. Tabia ya mwanadamu, kama hakupata mtu wa kumuongoza, ni fujo. Huyu yataka kupita, matokeo yake watu wanachelewa kufika kwenye malengo ya misafara yao. Masaa mawili watu wamesakiana hapo kwenye magari, lakini pindipo akija mtu wa kuongoza njia, basi maneno yamekwisha.
na tabia ya wanadamu wameumba vile vile kukubali kuongozwa. Aweza akaja mtu tu hata kama si trafiki, lakini akisema basi mimi acha nyinyi simameni, piteni nyinyi huko, basi saa ile ile watu wanasarenda na kufuata, na pale pale nidhamu inasimama na salama na amani inasimama. Hili ni jambo ndugu zangu halina kafiri wala muislamu. Hakuna jamii duniani kimaumbile isipokuwa ina uongozi. Ndio maana katika Uislamu uongozi ni jambo la wajibu kisheria, limeagizwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi iliyopokewa na Imam Abu Daud, idha kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum, watakapotoka watu watatu katika msafara, basi mmoja wao awe ndio amiri wa msafara. Hili ni agizo wanachuoni limewapelekea kutamka kwamba agizo hili ni dalili ya wajibu wa ittikhadhi al-imara, dalili ya wajibu wa kuchukua uamiri mahala panapojikusanya watu zaidi ya wawili, hata katika msafara. Ni kosa thumma ni makosa kwa muislamu kusafiri kwanza peke yake, wa pili yake atakuwa sheitani kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akisafiri basi achaguliwe mmoja wao awe ni amiri wa msafara. Ni wangapi katika sisi waislamu sunna hii hatuitekelezi? Na mnaona maafa yanayojitokeza kwa sababu ya kutokuwa na amiri angalau wa msafara. Hili tunalo mno. Kama ni usafiri wa basi, usafiri mwingine wa gari ndogo, watu wakichukuana msafara, watu waondoka mpaka wafika hawajui ni nani amiri wao, kila mmoja ni amiri wa msafara. Gari tasimamishwa na kila mtu kukidhi haja yake. Huyo ametaka kwenda haja ndogo kubwa, huyo ametaka kula na njaa. Hakuna uongozi. Matokeo yake msafara wa masaa 3 utawachukua watu masaa 6 kwa sababu ya mabishano, kwamba kila mmoja ni kiongozi na hakuna anayetiwa, kama tutakavyoona katika mambo ya wajibu kwa ujumla. Katika nguzo za uongozi tutayaona mambo ya taa, samu wa taa kwa amiri. Ndugu zangu katika imani, tukio la kifo cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kushughulishwa na kutafuta kiongozi kabla ya mazishi ya Bwana Mtume ilikuwa ni dalili kwetu sisi Waislamu juu ya umuhimu wa uongozi katika Uislamu. Neno hili ndugu zangu nikilisema, watu wengine hushtuka, hasa pale wakipewa taarifa na watu wa madhehebu kama ya Mashia kwamba angalia masahaba walivyomdharau Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao wanaambiwa ni masahaba watukufu, wameiacha maiti kitandani, wamekwenda shughulikia kugombea uongozi. Haya maneno yasemwa sana na Mashia katika vitabu vyao, katika jumla ya kuwatukana masahaba eti wanavyoipenda dunia, wamemwacha maiti, wamekwenda kugombania uongozi. Ni maneno yenye kweli yaliyokusudiwa batili ndani yake, kwamba kweli masahaba wakubwa hawakumshughulikia Bwana Mtume kumzika, walikwenda Thaqifa Bani Sa'ida kumchagua nani awe kiongozi baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakumtupa kama wanavyodai Mashia, waliwaachia watu wa nyumba ya Bwana Mtume kumshughulikia maiti, kumosha kwake, kumkafini kwake, na haya aliongozwa na mtu wa karibu wa nyumba ya Bwana Mtume ambaye ni ndugu yake Saidina Ali radhiallahu anhu. Kwa hiyo ni kweli kwamba masahaba hawakushughulika na kuosha maiti wala kumvika sana, walikwenda kushughulikia swala zima la kuchagua kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wa Waislamu kuwa na kiongozi na hatari ya kukaa angalau siku 3 bila kuwa na kiongozi. Na nyinyi mnashuhudia wanadamu wanajifunza kutokana na matukio na historia. Nchi ambayo haina desturi au katiba inayoelezea mustakbali wa uongozi baada ya kifo cha rais au mfalme, ni fujo, fauda inatokea. Mara nyingine kutokea inkilabati, mapinduzi.
au vurugu. Kwa sababu gani? Hajulikani ni nani atakuwa kiongozi, au desturi haijaeleza katiba akiondoka huyu kufanya utaratibu gani wa kuongozana. Ndio maana utakuta katiba nyingi za nchi zinaweka taratibu, wachilia mbali kiongozi akifa, hata kama akisafiri misafara ya mbali, basi inajulikana anayechukua mahamati ya urais ni fulani kwa cheo. Kwa hiyo watu wanabaki katika hali ya kuwa kuna mtu anayeongoza, anayefanya maamuzi ya busara muhimu, wanakuwa hawana matatizo. Au akifa awe nani kiongozi, yote haya yamechukuliwa kutokana na matukio na matatizo. Kwa hiyo sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya suala zima la uongozi, ndugu zangu, kwamba ni jambo ambalo ni la wajibu kwa mtazamo wa kisheria, na hili ni jambo ambalo ni muttafaqun alayhi baina ya Waislamu wote kwa jumla tangu zamani, kwamba swala la uongozi ni jambo la wajibu. Uongozi wa nyumba, uongozi wa safari, uongozi wa madrasa, uongozi wa msikiti ni jambo la lazima. Hatuwezi kufanya ibada katika msikiti bila kuongoza. Tena kiongozi mwenye kufuatwa na kutiiwa. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, hakika amejaliwa imamu kuwa ni kiongozi ili apate kufuatwa. Idha kabbara fakabbiru, atakapoleta takbira na nyinyi leteni takbira. Wa idha raka'a farka'u, atakaporukuu na nyinyi rukueni. Wa idha sajada fasjudu, atakaposujudu na nyinyi sujuduni. Kwa umuhimu wa nini kumtii kiongozi. Kwa hiyo Waislamu, ndugu zangu, wangelipaswa kutokana na mafunzo adhimu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wasingekuwa na gogoro kabisa juu ya masala ya uongozi, kwa sababu Uislamu umeweka bayana, umeweka wazi sana juu ya masala ya uongozi. Ni nani anayestahili kuwa kiongozi, ni nani anayefaa kuwa kiongozi wa mahala fulani, uongozi wa nyumba huwe ni nani. Uislamu unaweka kwamba kiongozi wa nyumba ya mwanamume, uongozi wa swala wa ibada huwe nani. Falia ummukum aqra'ukum bikitabillahi, na waongozeni yule ambaye ni mbora wenu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kumeshawekwa mikakati na njia nyingi tu za kuweza sisi Waislamu kuongozana ili tuweze kuishi kwa salama na amani, faradhi kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa ujumla Uislamu umeweka misingi ya uongozi. Kama itavunjika hiyo, basi panatokea fujo katika jamii. Katika jumla ya misingi ya uongozi kwamba ni lazima maongozi yawe wazi, malengo ya kuongoza yawe wazi, kwamba kiongozi na wanaongozi wanataka kuelekeza wapi na kiongozi wao, na kwa nini na kwa kufuata njia gani katika kufika yale malengo. Kwa hiyo anayeongoza lazima awe na malengo, na hili alhamdulillah lipo katika jamii zote za Waislamu na wasio Waislamu. Hachaguliwi rais wa nchi isipokuwa kwa mujibu wa nidhamu hizi za makafiri kupitia chama fulani, na chama kinakuwa na manifesto, sera yake. Kwa hiyo mchague rais wa kupitia chama fulani ili mfikie na malengo ya chama hicho, ambayo inaweka mikakati kabisa. Tukipata uongozi sisi, nchi tutaipeleka namna hii, kiuchumi, kijamii, kisiasa. Kwa hiyo uongozi wowote, ndugu zangu katika imani, kwa mujibu wa Uislamu, dini yetu, ni kwamba lazima uwe na malengo. Uongozi wetu katika Uislamu, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuyaweka wazi malengo ya uongozi wake yeye na wafuasi wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf aya 107, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, sema we Muhammad, hii ndiyo njia yangu, ninailingania kwa Mwenyezi Mungu kwa uoni, kwa elimu, ana wa man ittaba'ani, mimi na anayenifuata mimi. Kwa hiyo wewe ukimfuata bwana mtume, ukiwa umejaliwa kuwa kiongozi wa nyanja yoyote katika nyanja za uongozi, basi lazima uweke wazi malengo yako. Kul hadhihi sabili, hii ndio njia yangu jamani, nyinyi mnaonifuata muelewe mimi naelekea huku, mwenendo wangu ndio huu.
uwe wazi kabisa. Kwa hiyo ni kosa thumma ni kosa mtu anaongoza watu hawajui awapeleka wapi. Itakuwa sawa na dereva anayepanda gari akapakiza abiria hajui wanapeleka wapi na dereva huyo. Waona mtu aliyema kusini, mara kaligeuza gari alirudisha kaskazini, mara kalitoa kalipeleka mashariki magharibi, unaenda wapi? Nyefu atende. Lazima kuwe na makubaliano, sababu baina ya kiongozi na wanaongozwa kuna aina mikataba. Si lazima ya maandishi makubaliano, bwana watuongoza watupeleka wapi, tukupa uongozi utupeleke wapi kwa mujibu wa sifa tulizokuwa nazo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ndugu zangu katika imani, ambalo linatakiwa liwe wazi na yule kiongozi awe ni mwenye mwelekeo uliokuwa ni sahihi kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine ambalo pia limehesabiwa kuwa ni nguzo katika nguzo za uongozi ni kupatikana kitu kuaminiana baina ya uongozi au kiongozi na wanaoongozwa. Lazima kuwe na thika mutabadila, kuwe kuna kukubaliana, kuaminiana baina ya pande mbili, kiongozi na wanaoongozwa. Kama hakuna kuaminiana, basi hakuna maongozi, ni fauda, fujo itatokea. Mtume wetu mfano sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano mzuri wa thika mbele ya masahaba zake, wakimwamini mno, walimkubali na kumwamini na wakampenda. Kwa hiyo matunda ya kupata thika, kukubalika kwa kiongozi ni mapenzi ambayo yanaangushwa kwake yeye. Inakuwa wale wanaoongoza wanampenda. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anatuambia kwamba kiongozi ni yule ambaye mnayempenda. Kiongozi ni yule ambaye mnayempenda. Kama hakuna mapenzi baina ya wanaoongozwa na anaongoza, basi mifujo inasimama katika itakuwa daima matunda ya juhudi za kuacha kumpenda kiongozi ni kumwasi. Na hili tutaliona katika jumla ya nguzo za uongozi ni kutii na kusikia, kama nilivyokariri kuzungumza mwanzo kabisa. Na hili pia limepelekea mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba kutaka kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali yoyote ya madhara inayotokea, mpaka watu kufikia tayari kuuza viwiliwili vyao katika vita mfano ya Uhud. Mtu tayari kiwiliwili chake kipate dhara ili bwana Mtume asiguswe na adha, kwamba mshale huo unakuja basi aukinge yeye, au panga linakuja yakebichwa yeye ili lisimguse nani bwana Mtume. Hii ni dalili ya thika mutabadila, kwamba wamemwamini mno, wamempenda mno, hawataki apate chembe ya dhara bwana huyu. Mmoja Abu Hurairah anasimulia hadithi iko ndani ya Riyadhus Salihin kwamba aliambiwa na Mtume, simama hapa, mimi ninakwenda huko. Halafu mara Abu Hurairah kasikia kelele upande huu, sauti kali kabisa upande aliyokwenda bwana Mtume. Mwenyewe anasimulia, anasema nikataka kukimbia haraka kuangalia endapo Mtume kapata adha, lau kama sikutii amri yake kutekeleza agizo lake ningekimbia kwenda huko. Lakini sasa pale tayari kapata hira katika moyo wake, niende nisiende. Akakumbuka wajibu wa taa ya bwana Mtume kwamba nimekwambia usiondoke, kaa hapa, basi kaa hapa. Unaona hii dalili ya namna gani watu hawa walivyojenga mapenzi na bwana huyu. Na mapenzi haya hayakuja jama hivi, isipokuwa ni kwa yale ambayo ameyasabilia bwana Mtume kwa masahaba zake. Hakuna sahaba yote alisimama na Mtume isipokuwa alijenga dhana kwamba yeye apendwa zaidi kuliko masahaba wengine. Hakuwa kidharau mtu kwa sababu ya ufakiri wake, hakuwa kidharau mtu kwa sababu ya maradhi yake au ulema wake au mengineyo. Aliwafanya raia wake au wanaoongozwa kuwa ni watu sawa kabisa mbele ya sheria, akiwapa heshima mdogo na mkubwa. Mara nyingine akija kazi binti mdogo, hadithi pia imo ndani ya Riyadhus Salihin, akimshika mkono mbele ya watu namna hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika, akamburuta, akampeleka pembeni kule kutaka kumueleza shida zake. Hakuonyesha dalili yoyote ya kukaidi, wewe mtoto acha jeuri, wewe mwanamke mtoto wa kike kwa nini wewe, fuata laini kabisa wewe, kusikiliza haja za anaowaongoza. Kwa hiyo hili nalo ni muhimu, wanasema wanachuoni,
katika kujenga uongozi ambao ni bora. Jingine ambalo muhimu na ndio gogoro kubwa kabisa tulionalo Waislamu ni masala ya kushauriana baina ya kiongozi na wanaongozi, au kwa lugha ya kisheria shura baina ya kiongozi na wanaongozi. Mimi mnajua ndugu zangu katika imani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kaamrishwa, pamoja na kwamba yeye alitoa wahi, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake washawirhum fil amri, na washauri katika mambo au katika jambo. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposimulia sahaba mtukufu Abu Hurairah anasema ma ra'aytu akthara mushawaratan min rasulillah li ashabihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sijaona mtu ambaye ni mwingi wa kuwashauri masahaba zake kama mtume wa Mwenyezi Mungu, sifa njema na amani zimshukie, bali alikuwa akiwashauri mpaka mambo yake ya nyumbani. Jamani, muonaje nipeleke chakula gani kwa watu zangu? Hebu nipeni mashwara, muonaje? Kwa nini? Kwa ile tabia ya kiongozi huyu kuwa hafanyi jambo isipokuwa kuwashauri masahaba, isipokuwa lile jambo ambalo limekuja ni qat'an, limekuja kutoka mbinguni, ni wahi, ni agizo, basi masahaba wanakuwa tena ni kusarenda kwa lile lilokuja kutoka mbinguni. Na ndio maana kwa kuwa alikuwa akiwashauri sana masahaba katika baadhi ya vita, masahaba walikuwa wakimtaka ushauri juu hata mahala aliposimamisha jeshi lake. Je, hili ni rai ya Rasulullah yako au ni wahi kutoka mbinguni? Akamwambia hii ni rai yangu, jitihada. Basi twakushauri ya Rasulullah, hapa si mahala pazuri pa kusimama. Kwa nini? Kwa sababu waliona kwamba mtume moyo wake, tabia yake, alikuwa akikubali mishwara. Kinyume chake ndugu zangu, kinyume cha mishwara ni utawala wa imla au utawala wa kidikteta, na hili likishadhihiri katika uongozi basi kunakuwa ni fauda, na hiki ndio kilio cha dunia nzima. Hata na makafiri nao eti wameona kwamba utawala bora huwezi kupatikana ila papatikane wao wanaita demokrasi, sisi tunaita shura. Ndio hizo sababu zilizowapelekea wa Marekani Bush kumtoa nani, eti Saddam. Wanasema ni dikteta kubwa kabisa. Kwa hiyo ili kuifanya bara Arabu iishi kwa utulivu na amani, ni lazima tumuoe dikteta huyu na tusimike utawala wa demokrasi. Na wenyewe wanasema wanataka kusimika utawala wa demokrasi ili uwe ni mfano wa nchi jirani zote, kwa maana hodi tawala za kifalme kwamba ole wenu ni masala ya wakati tu, yaliyomfika Sadamu na nyinyi tieni maji katika nywele zenu, wewe ni ule ule. Bush asema wazi kabisa. Sasa hivi sasa matumbo moto wanaarisha viongozi wale wa wafalme. Kwa mara ya kwanza mmesikia Saudi Arabia juzi wameanza kufanya uchaguzi wa baladia wa manispaa, mmesikia juzi. Hiyo ndio arisha zaidi ile tamko la nani, la Bush, kwamba jamani, haya basi tumekusikia. Wakati lao wangemsikiliza Mwenyezi Mungu na mtume karne 14 zilizopita, ingekuwa hayakukaa kusubiri mambo ya Bush. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kusimika demokrasi ambayo ni kafiri. Demokrasi maana yake uhuru mkamilifu wa kwa mwanadamu wa kuchagua anachotaka. Hata kufuru wakiamua kuchagua basi sawa, demokrasi. Sheria atunge yeye mwanadamu, demokrasi. Atakaa yeye hata kama yapambana na sheria za Mwenyezi Mungu. Kama mnavyosikia sheria zimepitishwa Marekani, Ulaya, kuruhusu ndoa za mwanamume na mwanamume, maadamu bunge limepitisha kwa kiasi kubwa, ruksa, demokrasi hiyo. Sijui haya aborsheni, kutoa mimba, unaona, ruksa, maadamu wananchi wamechagua demokrasi. Wengi wape, wengi wape. Lakini hii wengi wape, urongo uliopo, kama ni Waislamu wameamua kufuata dini na sharia, watatuletea gogoro hawa. Vunja, weka utawala wa kidikteta, jeshi ni bora kuliko Waislamu. Haya yamewafika ndugu zetu wa Algeria,
walipojiingiza kwenye sera za demokrasi wakagombania, Mungu akajalia chama chao ofisi kikapata uchaguzi. Wakati wanajiandaa kupewa majukumu, Marekani hawa wakiingia madarakani hawa watang'oa demokrasi kabisa, wataleta utawala wa kimungu hawa, kila kitu wakasema mbinguni. Kwa hiyo vunja chama, kamata, tia ndani, sambaratisha kila kitu. Ni wapi hiyo demokrasi? Lakini nchi zao kuwa na viongozi wa kidini, vyama vya kidini si gogoro. Nasikia kule Ujerumani kuna Christian Democracy, Israeli Lekodi, hawa ni vyama vya Kiyahudi hasa, vya kidini hasa. Kwenye seneti yao wakiingia na vikofia vyao hasa, wanaendesha mambo yao, sera za chama chao ni misingi ya dini yao kabisa. Lakini hili ni kwa wasio Waislamu. Waislamu wakitaka kujiingiza, nini nataka kuleta utawala wa mbinguni, sisi hatutaki maneno haya. Kwa hiyo kwa ujumla, ndugu zangu katika imani, mahala hapana shura, iwe ni uongozi wa msikiti, iwe ni wa jumuiya, iwe ni uongozi wa nyumbani, hapana mafaulu wala mafanikio. Shura ndiyo ambayo huleta baraka katika maamuzi, kushauriana. Ndugu zangu, mahala pakiwa na utawala wa imla, basi vurugu hata msikitini. Tukiunda kamati ambayo haitopata ushauri kwa waliosoma na waswaliji wanaoswali hapa, basi ni vurugu tu, kwamba mimi au sisi wanakamati twasema maiti zipe ndani ya msikiti. Yametokea, nasikia juzi hapo, mwataka ni hivyo, hamtaki ni hivyo. Familia wenye msikiti wamesema hivyo, basi hakuna kitu tena, baraka ishaondoka. Kwanza wale wenye kujua dini wote watakimbia msikiti. Mimi nasema maamuzi haya ni ya kutia kufuli msikiti leo. Kwa nini? Kwa sababu leo vijana sasa wanaelekea kuijua dini. Zamani misikiti ya pwani yote hii, Bagamoyo yote ni makaburi misikitini. Watu walikuwa hawajui kwamba hili jambo limeharamishwa katika dini ya Mwenyezi Mungu. Mtume amekataza katika hadithi za wazi za sahihi kabisa kuzikana ndani ya misikiti. Kujalia misikiti ni makaburi au kujalia makaburi ni misikiti ni mambo ya wazi, hadithi ziko nyingi kabisa. Sasa wewe badala ya kutaka ushauri na watu wenye dini waliosoma, kamati ya wenye msikiti, familia imesema, imeamua kwamba lazima tuzike katika msikiti, tayari ni kufuli hilo. Na hakikishieni watu zaidi ya nusu walioswali hapo watakata pana. Na kadiri siku zinapokwenda, elimu inapozagaa, atabaki ni imamu, familia kama ni babu, baba, kaka na mjomba, basi maneno yamekwisha, watu watakimbia. Kwa hiyo nawabashirieni kheri msikiti huu, wiki hii mbili zinazokuja inshallah mtaona unafurika tena upya kwa sababu ya ukweli huu. Yote madhara ya kuacha kushauriana. Masahaba wakubwa jana wameshauriana na masahaba wadogo kutaka kuelekea mwelekeo ni kwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi yaliyo wengi katika jitihada hayana lawama ya mtu mmoja, tofauti na maamuzi ya mtu mmoja. Kifanya jambo la maamuzi yako wewe, basi likitokea dhara, basi ni wewe wazogoma, wewe ndio ulisababisha balaa. Lakini uongo, 90% ya watu wakipitisha maamuzi yao, likitokea mfano ni maamuzi ya makosa, basi hakuna kulaumiana, ni jambo letu kwa pamoja, watu wataendelea kuishi kwa mapenzi na kukosoana, kwa sababu maamuzi yamechukuliwa kwa njia nini? Mashwara, kwa njia ya shura. Kwa hiyo shura, ndugu zangu, ni jambo muhimu mno. Mahala penye taasisi, penye mkusanyiko, jumuiya, kama hakuna shura, basi vurugu. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi yanakuwa ni ya mtu mmoja au wawili, waweza wakawa hata ndugu. Sasa ziko jumuiya nyingine za sajili humu ni familia tu, lakini mara nyingine watangaza tu kwamba hii jumuiya ya Kiislamu, lakini tena ukiangalia ndani ya katiba ni mlolongo wa ndugu wa kabila moja, koo moja. Watu wengine wameingiza jina tu kwa ajili ya michango. Akija mtu ataka ushauri wote, atakuwapa bwana wewe, mwisho ukionekana kiromoromo sana, bwana wewe msikiti na wenyewe, hii jumuiya na wenyewe bwana, fuata njia yako. Mwisho yote
Tuyaona haya kwa sababu kuna baadhi ya madrasa mali za watu masheikh akifa aridhisha wanawe. Wewe ukijitia kiromoromo utakatia kwa mboga naye. Hii ni madrasa ya marehemu Sheikh Baba na sisi ndio wanawe. Kwa hiyo wataka fuata sira hii, hutaki masalama nenda zao au kaanzishe yako, waeleze ambao nenda kaanzishe yako bwana. Sio Uislamu hauko hivyo. Wewe ukijitia kiromoromo utakatia kwa mboga naye. Hii ni madrasa ya marehemu Sheikh Baba na sisi ndio wanawe. Kwa hiyo wataka fuata sira hii, hutaki masalama nenda zao au kaanzishe yako, waeleze ambao nenda kaanzishe yako bwana. Sio Uislamu hauko hivyo. Uislamu ndugu zangu kushirikisha kwa kiasi kubwa watu ambao ni ahli katika nini, kutoa shura ili kuweza kupatikana ufanisi kwa kiasi kubwa unapatikana kwa njia ya kushauriana Waislamu. Baraka kubwa inapatikana katika nini, msingi huu mtukufu wa kushauriana. Vile vile ndugu zangu katika imani, katika jambo la msingi ambalo pia ni muhimu ambalo Waislamu kwa kiasi kubwa wameliacha hili ni masala ya usikivu kwa kiongozi na utiifu, sam'u wa ta'a. Hili ni jambo ndugu zangu liko mbali kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwanza ametuamrisha katika Qur'an, wa atiu Allah wa atiu Rasula wa ulil amri minkum. Ni jambo la wajibu kuwatii viongozi wetu, ni jambo limeagizishiwa, ni jambo la wajibu. Kama tunamtakiwa tumtii Mwenyezi Mungu na mtume, vile vile tumetakiwa kutii viongozi wetu, viongozi miongoni mwetu. Jana hapa pana mibano miongoni mwetu, si masala ya wale baadhi ya mashehe kuzifasiri vibaya aya hizi kwamba tumeambiwa tuwatii viongozi ala al-itlaq yote, John William nani basi. Unaona hapa wa ulil amri minkum, katika nini. Vile vile sitoshe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari, Mtume anasema isma'u wa ati'u wa nistu'mila alaykum abdun habashiyun. Anasema tiini jamaa, msikizeni na tiini hata akiekewa kiongozi juu yenu mtu ambaye ni abdu, mtwana muhabishi. Zama hizo Waarabu walikuwa wakiona watwana ni watu madhalili, hasa mahabishi. Kwa hiyo Mtume anawaambia hata yule ambaye mnamuhisi katika jamii yenu ni dhalili, akipewa madaraka basi mna wajibu wa kumsikiliza na kumtii, maadamu hawaamrishi maasi. Kwa sababu vile vile ametuwekea kaidi ya utiifu Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema katika hadithi sahihi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi yule mwenye kuumba. Kwa hiyo tumeambiwa tumtii kiongozi, tumsikilize kwa yale ambayo tunayapenda, ambayo hatuyapendi. Kuna mambo ambayo atatuamrisha kiongozi si katika maasi, lakini katika mambo ambayo nafsi zetu hazipendi. Kwa mfano kiongozi wa msikiti awaambie Waislamu, jamani, leo kwa sababu ya tatizo la umeme na milango hii, jana ilitokea dharba fulani hapa, ikawa hamna funguo, zimepotea. Wewe leo mtalala msikitini. Gogoro ni kwa Waislamu. Kwanza huyu bwana hakuna watu isipokuwa mimi tu anielewa. Yani watu wote hawa vijana mchagua mimi bwana, yani mimi ache kitanda changu bwana, ulale msikitini bwana chini hivi, tayari wasisha. Uislamu maadamu hajakuamrisha maasiya wajibu, labda uwe na udhuru mkubwa wa kisheria utakaofanya wewe ushindwe kutekeleza, na kiongozi wako akinai aseme kweli wewe una udhuru, basi nenda namchagua mwingine. Ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kawalea vijana katika misingi hiyo ya kuwafanya wamtii yeye kama kiongozi, taa mutlaka, na hasa ilipokuwa yeye haamrishi maasiya. Akiamrishwa jambo alitekeleze. Ndio kama vile unavyoona malezi ya kijeshi. Malezi ya kijeshi takriban yamechukua mafunzo ya Bwana Mtume. Wanajeshi bwana akiambiwa simama, amri, ndio pale wakafikia utiifu mpaka akipita kiongozi wake basi anyoka namna hiyo. Ile dalili ya taa walipofundishwa. Akipita, unaona wamelelewa pamoja mkitawuti, unaona, lakini
Maana hakuna dini ya Mwenyezi Mungu inafundisha kupita kiongozi basi inyooshe namna hiyo. Dini ya Mungu hakufundisha mambo haya. Simama kwa raha yako, bali yeye akikukuta kama ni grupu mmekaa awapee salamu, awatangulie kwa salamu, wala msibabaike wala msishtuke. Mtume alimkuta mama mmoja, walikuwa baadhi ya watu wakisikia jina la Bwana Mtume kubwa na heshima yake, wakimuona mama mmoja atetemeka, anamwambia mama wewe kuna nini bwana? Mimi si lolote zaidi ya mtu nimekula uji wa ngano na nini, kitu gani kinakufundisha? Mimi ni mtu wa kawaida. Kuondoa hofu. Kwa hiyo kuna watu kweli wanalelewa malezi ya utiifu wa hofu. Bora tumeona kiongozi muogope tusazote ya malezi ya kijeshi, polisi, vitu zime mara nyingine kapita hapo mtu ana nyota mbili hapa, basi maadamu maskini yeye hakusema, unaona basi katika jumla ya malezi basi tetemeka kabisa namna hiyo, wala hatangulizi salamu, kwa sababu akitoa yeye salamu ya Kiislamu inafukuzwa kazi saa hiyo. Nani atakufundisha mambo haya? Unaona hawakulelewa hivyo kabisa. Kwa hiyo utiifu, ndugu zangu, ni jambo muhimu kabisa. Angalia katika mfano wa utiifu katika uongozi ambao umeambatana na uongozi wa amri za kimaasiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na sahaba mtukufu Ali radhiallahu anhu anasema, Mtume siku moja alituma kikosi cha jeshi saria, halafu akamteua mmoja katika hawa masahaba kuwa ni kiongozi katika maansar. Huyu mtu alimchagua alikuwa viongozi katika maansar wa Madina. Kwa hiyo akawaamrisha, jamani msikilizeni na mtiini huyu bwana. Haya, akaondoka nao wale wenziwe waongozi, akaondoka nao kwenye jeshi. Kufika njiani huko akawaambia, jamani na waamrisheni, mmemsikia Mtume mnitii na kusikiliza ndio haya sasa ninasema hivi, nikusanyeni kuni haraka. Watu kwa samu hapa wameamrishwa, ndio wakaingia maporini kusanya kuni, wakazileta hapa. Haya, mwisho akawaambia, alafu akawaambia, haya ziwasheni moto. Jambo zuri sibaya akadaka hiyo, au sivyo? Kama kibiriti kama nini, acha zikawashwa moto. Kisha akawaambia, haya hakuamrisheni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mnisikilize na mnitii? Akariri kutaka kuwakumbusha umuhimu wa samu wa taa. Je, Mtume hakuamrisheni mnisikilize na mnitii? Wakamwambia, bala kweli ya amirna, kweli sawa kabisa, tumeamrishwa tukutii. Akaambia, basi kama hivyo ndivyo, fadkhuluha, ingieni motoni sasa hivi, naamrisha ingia. Allahu akbar. Hapo sasa wakaanza kuangaliana, mmoja yakoje tena mambo haya, kulikoni jana? Kwa kweli watu wamepata malezi sahihi, walielewa maana halisi ya kumtii nani? Kiongozi. Baada ya kuangaliana wakamwambia, bwana sikiliza bwana, ni lazima turudi kwa Bwana Mtume tutake fatwa juu ya hili. Tumekusikia lakini hapa hatukutii, turudi kwenye marejeo ya asili tukamuulize bwana huyu habari zako wewe. Basi walipofika wakamuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwa ujumla, lau kama mngeliingia mlikoamrishwa mkaingia motoni, basi msingetoka milele na milele. Kwani mimi nimewaelimisha kuukimbia moto, sio kuingia motoni. Lau kama mngeliingia msingetoka huko. Anakusudia nini? Msingetoka humo, kwa maana mngeadhibiwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu motoni, na msingetoka katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mmemtii kiongozi katika maasi. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa sharti kubwa kabisa la utiifu, kwamba tutii viongozi wetu, tuwasikilize viongozi wetu kwa yale mambo tuyapenda hatuyapendi, lakini ndipo wakituamrisha maasi
basi tuwe mbali na kiongozi, tukatae kwamba hili halifai bwana, hili si katika maongozi ya bwana mtume. Atuamrishe kunywa ulevi, hatutaki. Atuamrishe si kuvua nguo, hatukubali. Unaona, mimi ninasema nyote vueni nguo, hatukubali. Hii si dini ya bwana mtume. Dini imekuja kutuvisha nguo, sio kutuvua nguo. Hakuna amri hii katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo nalo katika mambo ya msingi kabisa katika mambo ya uongozi kwa ujumla katika Uislamu. Ila tu katika mambo mengine, ndugu zangu, ambayo tutakiwa tuyafuate juu ya masala ya kumsikiliza kiongozi na kumtii kiongozi, ni lazima asubiriwe juu ya baadhi ya mambo yanayojitokeza katika uongozi wake. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi iliyopokewa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man raa min amirihi shay'an fakarihahu falyasbir fa innahu man faraqa aljamaa shibra famata famitatuhu jahiliya. Atakayemuona na kiongozi wake na jambo lolote la kumchukiza katika jumla ya tabia zake binafsi, mfano jambo la kumchukiza, basi na asubiri, kwani mwenye kuitenga jamaa japo kwa shubiri moja, kwa kuacha utiifu wa kiongozi japo shubiri moja, atajitenga na kundi la walio wengi na jamaa, basi huyo amekufa kifo cha kijamii. Na haya yanajitokeza ndugu zangu sana, kwa sababu msitaraji mtapata kiongozi malaika katika ardhi hii, kwamba eti kiongozi katimia 100%. Urongo, hakuna sampuli hiyo. Au malaika, hakuna katika ardhi hii kiongozi aliyetimia na sifa za ukamilifu, sifa za Allah hizo. Kwa hiyo lazima katika kiongozi awe ni kiongozi imamu wa msikiti, kiongozi wa kamati ya msikiti, kiongozi wa jumuiya, kiongozi wa nyumba, kiongozi wa msafara. Kutakuwa na vitu fulani ambavyo havikukamilika katika tabia yake, isiwe sababu maadamu katika anayoyafanya hayaja haribu dini ya Mwenyezi Mungu, mambo yake mwenyewe binafsi, maasi yake na muda wake, hayajapelekea mfano nyinyi kutolewa katika dini ya Mwenyezi Mungu. Juu ya hilo basi Mtume anatuwajibishia kusubiri. Hili ndugu zangu hatunalo sisi, hasa sisi wanasuna, tunakuwa eti wakali mno kwa kuangalia makosa ya viongozi wetu, halafu tunasahau nafsi zetu. Kweli natokea kiongozi lakini ila yake ana sifa nyingi kemkemu zilizokuwa bora, lakini ila yake ana prune, aeka ndevu, lakini mara mkuta kaeka Wembley Stadium, mara kaeka mwezi mchanga, mara kaeka, lakini mashaallah mambo mengine anafanya mazuri tu, mengi tu. Aeka ndevu, lakini ndio hivyo, mara mwezi mchanga, mara mwezi 16, mwezi 29, mara naona vitu vingi tu. Sasa mengi yanafanya ya kheri yanahusiana na sisi, na na pia katika mihadhara yake hajasema kwamba eti hii ni sawa au nini, basi tabia zake binafsi. Sasa vitu namna hii tuhusiwa na bwana Mtume tusubiri, kwa sababu isiwe eti hili ni sababu, maadamu yeye anakiri kwamba hili si sahihi, lakini tabia inampelekea ushawishi huu wa kishetani, basi isiwe sababu ya sisi kufarikisha jamaa tukaanza kuunda kundi jingine. Na haya yamesisitizwa sana na wanachuoni juu ya umuhimu wa kuwa na umoja na kuvumilia baadhi ya mambo yanayofanywa na maamiri wetu na viongozi, kwa sababu jambo la mtengano ni baya mno katika dini ya Mwenyezi Mungu. Huenda ikawa haya yanayochunga yakasababisha firqa nyingi, ni kwa sababu ya kutochunga maelekezo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hili. Vile ndugu zangu katika imani, uongozi popote pale kwa wanaoongozwa, katika jumla ya maana ya kumtii ni kiongozi, wakiwa katika jambo la pamoja, basi ni lazima wamsikilize, na wakitaka kuondoka basi ni lazima wamtakie nyinyi, iwe ni kazini, iwe ni msikitini, iwe ni jeshini, iwe ni wapi. Mtu asiondoke mahala pa kazi yake au mahala pake ambapo yeye huamini kwamba yuko katika chini ya uongozi, akajiondokea kwa njia ya faudha kwa ruksa yake anayotaka. Ndio pale Mwenyezi Mungu anatusikia sifa ya waumini wa kweli ni ipi, kama ilivyokuja katika suratul Nur, innamal mu'minuna
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakiwa katika jambo lolote la pamoja hawaondoki mpaka wamtake idhini kiongozi wao, mpaka wamtake idhini. Wanachuoni hapa Abdullah ibn Abbas katika masahaba anasema maana ya amri jame, jambo lolote la taa lenye kuwakusanya watu, jambo lolote, iwe ni kazini, vitani, kusanyiko kama huu, muhadhara au nini, mtu maadamu yuko chini ya imra, kwa maana yuko chini ya imara, chini ya uongozi wa fulani, basi asijiondokee. Wallahi, moja ya matatizo yanatukabili waislamu ni haya. Popote pale utashangaa muislamu, mwalimu, na wapeni mfano, akifanya kazi shule ya serikali, ofisi ya serikali, anavutia uongozi juu ya hili, hawezi kuondoka mpaka akaage kwa bosi. Bosi, leo nimechelewa, nataka kwenda kuzika. Bosi, mimi leo napeleka mtoto hospitali, naomba ruhusa. Bosi, hivi kwenye mikusanyiko ya kitawuti huyu. Lakini mwajiri, mfano mwalimu shule ya Kiislamu, utashangaa aweza akaacha kuja kazini siku mbili haja atakaidhini. Ukija ukimuuliza kwambia bwana nilikwenda Kilioni na kulikuwa na matanga, kweli ndio jambo la kuombea idhini hilo kwa sharia ya Mwenyezi Mungu? Mtu kuondoka mahali atakavyo. Masahaba ilikuwa hawajikusanya mikusanyiko kama hii ya madaris, majlis ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila ni kumtaka idhini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa na ishara zao wenyewe, saima kunyosha kidole tuna awashiria hivi, au mara nyingine pua yeye atakuondoka, haya ruhusa. Na ruhusi mtu kuondoka mpaka Mtume amuidhinishe. Wale wanafiki walikuwa hawana subira kwenye majalisi namna hii ya dhikri, basi kanu yatasallaluna liwaza, wakipenya penya wajificha nyuma ya maguzo, wameitwa ni wanafiki. Ni nini? Kwa sababu ya nidhamu. Mahala penye uongozi pataka nidhamu, si kama kwako nyumbani utaingia unapotaka utoke unapotaka. Hapa mahala penye mkusanyiko pana kiongozi, lazima kuwe na nidhamu, tauba. Angalia Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alipochukua utawala Madina, akatoa agizo marufuku sahaba yoyote aliyekuwa Madina kusafiri nje ya Madina mpaka apate idhini kutoka kwangu. Ni maagizo haya Qur'an. Leo mpaka hizi kanuni za Kiingereza, hawa civil servant hawaruhusiwi kutoka nje ya nchi mpaka wapate idhini ya viongozi wa serikali, wakuu wao. Mtu hawezi kupewa pasipoti kwenda nje ya nchi. Kenya mpaka mwalimu wa kawaida. Hapa ndio hizi sheria zinaanza kupotea. Lakini ukiziangalia kwenye maandiko, mwalimu wa kawaida hata primary school hawezi kusafiri nje ya Kenya, mwalimu, mpaka akachukue kibali wizarani. Ni mambo ya nidhamu, discipline. Uislamu ndio unasisitiza mambo haya. Kwa nini? Kwa sababu kama mtaondoka kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio walikuwa mawaziri wakubwa wa dola ya Kiislamu zama za Khalifa Umar bin Khattab, waondoka hujulikani uko wapi. Unahitajika kwa muhimma, kwa jambo ambalo muhimu la kulinda dini, la kuhifadhi maendeleo na nini, watafuta uonekane. Maana tunayaona jamani katika vijumuiya zetu, mara nyingine msaidizi wako katika shughuli za da'wa au za nini, umekuja ghafla mwaliko wa kidawa mahala fulani kwenda kuwasaidia, nenda mtafuta mudiri wa dawa hivi kijatamati ambayo yuko Iringa, kasafiri batangu lini hadi kwa tatu leo, waanza kumtafuta. Sasa wamtafuta kwa simu, shaka nilipo huko unajua nilipata dharura. Leo kuna siku tatu nzima waweza ukaacha kumwambia kiongozi nilikuwa hapo kwa dharura. Kwa hivyo uliondoka kwa dharura, kweli umeshindwa kumwaga, kukuacha salamu. Lakini leo kwa mitandao iliyokuwepo, kweli waweza ukakaa siku mbili mahala bila kumpa taarifa kiongozi wako. Mitandao, masimu haya, TTC elimu na masimu ya mikono na text message haya na nini, bwana shekhe nimeondoka kwa dharura fulani, nisamehe,
lakini nakupa taarifa kwamba niko mahali fulani. Angalau unaweza kukatokea jambo la dharura muhimu kabisa, nataka mission yako ifanyie kazi yako uliokalifishwa nayo, lakini bahati mbaya. Kwa nini? Kwa sababu kuaga hujulikana. Angalau ukiaga basi najulikana huko wewe, basi tunamkalifisha mtu fulani. Hii ni dalili ya nini? Watu kuacha mabda muhimu ya samu wa taa kwa viongozi kwa mujibu wa maelezo haya ambayo tumeyasema. Nyingine ndugu zangu katika imani, ambalo ni msingi katika msingi ya uongozi, ni kuwe na kuamrishana mema na kukatazana mabaya baina ya kiongozi na wanaoongozwa. Na hili nalo mgogoro kubwa la mikusanyiko ya Waislamu, si jumuiya, si misikiti, si mikusanyiko aina yote kwa ujumla. Kiongozi ni untouchable, hagusi. Kiongozi eti ndio anaamrisha watu siku zote mema na kukataza watu mabaya, lakini kiongozi akifanya baya kila mmoja. Wamejenga watu hivyo. Shekhe hagusi maadamu shekhe wa taasisi na kawajenga na wafuasi wake. Ukimkosoa wewe basi ndio ni gogoro kubwa. Tena hata umpe nasaha za ulaini na upole kabisa, huna adabu wewe leo ndio unakuja unamkosoa shekhe. Wewe waweza tolewa juu kwenye msikiti, ukatolewa tena marufuku usije tena hapa. Hatukujenga hii tabia ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Angalia Saidina Abubakar Siddiq katika kuelewa umuhimu huu anasemaje wakati alipotawalishwa Saidina Abubakar Siddiq kuwa ni kiongozi. Anasema ayuha nnas qad wallitu alaykum wa lastu bi khairikum, enyi watu mimi nimetawalishwa kuwa kiongozi wenu na mjue kwamba mimi si mbora wenu. Fa in ahsantu fa a'inuni, nikifanya vizuri katika uongozi wangu basi nisaidieni. Wa in asatu faqawwimuni, nikifanya vibaya ninyosheni. Ndio sera hii. Hakuna uongozi katika Uislamu ambao unaambiwa ni adabu za leo. Hakuna, hata kiongozi wa dola ya Kiislamu kwamba huyu yuko juu ya sheria, akifanya kosa hawezi kupelekwa mahakamani eti huyu mpaka amalize sifa yake ya uongozi, mpaka amalize miaka yake ya uongozi. Wengine wamejiwekea kanuni ya kwamba mpaka afe au utamshtaki lini. Angalia Saidina Ali ana hukumiwa mbele ya kadhi Shuraih, mbele ya kadhi Shuraih anaitwa Yahudi na Ali hapa. Wewe unamdai nini huyu kanichukulia hivi bwana? Ali, angalia Ali alipotajwa kwa jina la utukufu, marhaban ya amir al-mu'minin, marhaban ya aba Hussein. Ali akamkemea kadhi, ambia mbona umeanza kuanza kuonyesha dhulma hapa sasa, unanionyesha unanipendelea mara moja hii mtukufu rais na kuuliza. Ukishasema hivyo utahukumu kweli na haki tena, umeanza kumuita mtukufu hapa na huyu ni mtwana tena. Angalia hawa watu walipokuwa waadilifu. Kwa nini? Kwa sababu katika Uislamu hakuna eti mtu anahesabiwa yuko nje ya sheria. Na haya mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo yule binti wa Kikureishi alipoiba, masahaba hawa wa Kikureishi wakaenda wakamtuma sahaba ambaye alikuwa ni hibbu Rasulillah zaidi kwenda kumwombea shafaa ili asikate mkono. Mtume alikasirika, katika siku alizokasirika ni siku hiyo. Mtume akawaambia maneno makali kwamba nyinyi leo mnataka kufanya mambo ya watu waliotangulia. Akiiba mtu mnyonge ndio akate mkono, akiiba mtukufu aachie. Wa aina Allah, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, lau anna Fatima binti Muhammadin sarakat laqata'at yada, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu hata Fatima binti Muhammad yakiiba nitamkata mkono. Huu ndio msingi aliotuwekea bwana huyu sallallahu alaihi wasallam. Uadilifu, kiongozi anatakiwa awe mwadilifu. Hakuna kiongozi ambaye anatakiwa nje ya sheria. Angalia Mtume karibu na kufa kwake kasimama kwenye mimbar anawaambia ya ma'shara almuslimin, yule ambaye nilimvunjia heshima yake, fahadha dhahri, huu mgongo wangu na aje na bakora ni anafili.
niliyemdhulumu haki yake, hii ndio mali yangu kabla sijakufa. Hii ndio sifa ya kiongozi katika Uislamu. Kiongozi, hakuna kiongozi yuko juu ya sheria. Kwa hiyo hili ni jambo ndugu zangu la msingi. Kiongozi akifanya kosa ambiwe. Kwa nini mnakuta taasisi zinayumba jumuiya? Kwa sababu viongozi hawaambii. Hakuna kitu wanakiita katika lugha ya kileo wanaita shafafia, transparency. Yaani mahala penye utawala bora, wataalamu leo wa sayansi ya utawala bora na lazima kuwe na transparency, kuwe na shafafia, uwazi. Kiongozi lazima kama akosea ambiwe. Utendaji wake kwa ujumla, namna anavyodhibiti mali za taasisi, lazima yake wazi. Mapato, matumizi yawe wazi. Haiwi kila siku watu wachangia msikiti lakini hesabu hawaonyeshwi wananchi. Ukiuliza mbona wakuhusu nini? Jamani, msikiti kila siku wachangia, huu tuwaona wako pale pale. Lazima kuwe na shafafia. Shafafia namna gani? Kuwe na namna fulani ya watu kuelezwa, kama Saidna Umar alivyoeleza namna alivyopata nguo ya pili baada ya mgao, kwamba Saidna Umar walikubaliana Waislamu kila mmoja katika ngawira apewe nguo moja, kipande moja cha nguo. Siku simama juu ya mimbari Umar ana namna fulani ya watu kuelezwa, kama Saidna Umar alivyoeleza namna alivyopata nguo ya pili baada ya mgao, kwamba Saidna Umar walikubaliana Waislamu kila mmoja katika ngawira apewe nguo moja, kipande moja cha nguo. Siku simama juu ya mimbari Umar anaonekana na pande la pili la nguo. Ilikuwaje? Waingia mashaka kwa ujumla tabia ya Uislamu. Sisi tumekubaliana kwenye shura kila mmoja pande moja. Sasa mbona huyu amiri tena leo na mapande mawili? Anawaambia, nawaamrisheni, nataka munisikilize na kutii. Hakuna leo kusikiliza mpaka kutii, wala kukutii mpaka uambie pande la pili umelitoa wapi. Ngangari Uislamu isiwe kiongozi nani ndio inapotakiwa. Umar anaambia mwanangu, njoo nikutoe maelezo. Jamani, ili pande la pili ni lile langu, baba yangu ana tambo kubwa, kwa hiyo nimemzawadia. Sasa kwa kusikiliza na kukutii. Na ndio ilivyokuwa. Sahaba mwingine Abu Sa'id al-Khudri, kama sijasahau, kasimama khalifa katika dola ya Umawiya siku ya Eid, anatoa khutba kwanza kabla ya swala. Ndio wapi dini ya Bwana Mtume katika siku ya Eid, badala ya kuswali kwanza alafu khutba, kaleta mtindo wa Ijumaa kwanza khutba alafu nini? Sababu ilikuwa nini? Walikuwa ni watawala wenye jeuri. Kwa hiyo kama ilivyokuja ruksa kwa Bwana Mtume, atakaye swali basi akitaka akae kusikiliza, asiyetaka aondoke. Kwa sababu ya jeuri na dhulma walizokuwa wakizifanya hawa watu, ilikuwa akisimama akishaswalisha, akisimama watu chini, jambo limebaki na watu wawili. Sasa akaona abadilishe mtindo wa ibada. Vipi? Afanye kama Ijumaa, hutuba kwanza alafu ndio. Huu ni munkari si munkari jamani? Taibu, masahaba waliolelewa kuwakosoa viongozi, alikaa kainamisha kichwa, ngoja tusubiri. Pale kasimama kamshika na mingi lake, teremka bwana. Hata hiyo sio sura bwana kabisa. Wavutana, niachie hata sikuachie. Lazima uende na sera ya Bwana Mtume. Unaona? Ndio uongozi katika Uislamu unavyotaka. Yaani lazima mtu awe shujaa kumkabili kiongozi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, hakuna jihadi iliyokuwa bora kama kusema ukweli mbele ya sultani ambaye ni jeuri. Kusema haki mbele ya sultani jeuri. Kwa sababu tukiacha hivi basi dhulma zinaendelea, jumuiya inakufa, mikusanyiko inakufa, kwa sababu watu wananyanyuka saa zote bana. Pale patolewa pesa lakini hatujulize wapi, lakini pakiwa na transparency, kila kinachokusanywa chatolewa risiti. Siku ya mkutano wetu tuambizana, jamani, kumekusanywa kiasi fulani cha fedha, ikiwezekana hata na ripoti inawekwa pale. Mwezi huu tumekusanya kiasi fulani,
na kiasi fulani kimetumika kwa ajili hii, kweli tutakuwa na chembe ya shaka na kiongozi. Tabia ya wanadamu wameumbwa kufanya wasiwasi hasa katika mambo ya mali haya. Kwa hiyo Uislamu umetuamrisha tuwe wawazi katika hili. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya mgao ambao baadhi ya watu wanafiki waliona ni dhulma, siku alipopigana Mtume katika vita ya ya Taif, akapata ngawira nyingi sana. Bahati nzuri kasema, si bahati mbaya, mgao kwa kiasi kubwa aliwapa jamaa zake wa Makureshi. Hiki kikaingia kitu baadhi ya watu, hasa wale watu wenye mashaka na bwana Mtume, wanafiki. Wakamwambia bwana Mtume, hukufanya uadilifu. Angalia watu wamefanya ushujaa, kufanya uadilifu. Mtume alighadhibika kwa sababu anayakini moyoni mgao wake ulikuwa uadilifu. In lam a'dil ana faman ya'dil ba'di, kama sitofanya uadilifu mimi, ni nani mwingine atafanya uadilifu? Akawaelezea kwa uwazi sasa kwa nini kafanya mgao ule. Je, hamuoni nini kwamba hawa wanarudi na mali nyingi, muallaful qulubi, hawa maskini ndio sasa wamerudi, wameingia katika Uislamu, waendaenga hawa katika dini, wanarudi na manyama manonono na mali nonono, na nyinyi mnarudi na mbora wa wanadamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalieni mizani sasa, hapa mnarudi na material na hapa mnarudi na akhira, lipi ambalo mnaliona mbora? Kwa hiyo anawaelezea kwa wazi kwa nini kafanya upendeleo ule. Kwa mtazamo wa haraka sasa kafanya upendeleo, lakini ni upendeleo wa uadilifu. Kiongozi wenu mara nyingine aweza akafanya mgao namna hii, msikimbilie kumwasi. Ni maelezo ndio yatawakinaisha. Haya tunayatukabili mara nyingine. Tunaweza tukawa na migao ya zakatul fitri, migao ya nyama. Aweza akaja mtu ukampa kilo 5 ya nyama, yule kijana uliokuwa naye pale mwenye kuhitaji, kijana wa sunna hasa, ndevu mpaka kifuani, ukampa kilo 2. Huyu khurafi umempa kilo 5. Si ni jambo dhahiri linaonekana la upendeleo? Mara nyingine wallahi anatukabili kama viongozi. Angalia bwana, sisi tumekubali sunna, tumekripa nawe, tumefanyaje? Leo tuamulia kilo 2 tu au kilo 1. Hii ni khurafi. Angalia ndevu hana kitu kabisa, kidevu kama balbu, angalia anapojuruta, si nini, mwampa kilo 5, pendeleo wapi? Jamani, uongozi ni busara na hikma. Maelezo sasa ndio yatawakinaisha. Mara nyingine Mtume anasema yule anayenyimwa aweza kawa apendwa zaidi kuliko aliyepewa. Hadithi ndani ya Riyadhus Salihin. Yule anayenyimwa mara nyingine apendwa zaidi na kiongozi kuliko yule ambaye aliyepewa nyingi. Kwa nini? Kwa sababu huyu kakinai, anajua malengo mazima ya da'wa, kwamba huenda kilo 5 huyu zikamfanya akaeka ndevu, huenda kilo 5 huyu ikamrudisha katika sunna ya Bwana Mtume. Na wallahi tulijaribu, tumeyaona haya. Nyama hizi zaingiza watu kwenye sunna, michele yaingiza watu kwenye sunna. Mwanzo inakuwa ni mchele, lakini baadaye inakuwa ni kweli kweli. Ndio sunna hii ya mgao inapokuja, hawa ndio wakaitwa muallaful qulub. Kwa hiyo mtu akifanya hivi isipelekee haraka mtu kukimbilia nini na nini. Ana haki mtu kuzungumza anavyotaka, lakini na kiongozi anatakiwa atoe maelezo kwamba tumefanya hivi kwa sababu, asibaki yeye kafungia maneno katika moyo wake, kafanya mimi nasema ndio nimefanya hivi, mwataka ndio hivi, amtaki ni hivi. Mpasuko panajengeka fikra ya kwamba huyu bwana dhulumu, apendelea. Sasa kunaingia migao baina ya safu za waumini. Nyingine ndugu zangu, kuwe katika mambo ya msingi ya uongozi baina ya viongozi na wanaongoza, kuwe na ushirikiano, kazi zifanywe katika roho ya umoja, asiachiwe kila kitu kiongozi. Kuwe na mgao wa majukumu, wanaita katika Kiingereza delegates of power. Isiwe kiongozi aachiwe kila kitu, au wala asiwe kiongozi kahodhi madaraka yote. Hawezi kiongozi kufanya kila kitu. Angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kagawa madaraka mbalimbali. Viongozi majemadari wa jeshi kawapa kazi zao,
watunzaji wa mali, baitul mali, watunzaji mpaka wa zakatul fitri kina Abu Huraira. Basi wewe kazi yako kutunza zakatul fitri, na nyinyi kazi yenu kukusanya, nyinyi kazi yenu kukusanya zaka, nyinyi kazi yenu kugawa zaka. Migao ya kazi ndio pale panatokea nini? Utawala bora. Mahala ambapo mtu anaumangimeza ukiritimba, hakuna ufaulu, kila kitu ni yeye. Kuna shekhe mmoja simtaji kule Tanga, Mungu amghufiria mrehemu, kisha kufa, alikuwa na kilo 2 nzima za funguo madrasa yake. Yeye ndio stokipa, yeye ndio kila kitu. Unaona, kilo 2 nzima kazibeba hapo, furushi la mafunguo. Kwa nini? Haamini mtu, yeye ndio kila kitu. Sasa pale anapokufa kiongozi tayari mivutano, kwa sababu hakuwa kugawana madaraka, majukumu. Hakuna majukumu kugawana. Sasa huu ndio Uislamu katika uongozi jamaa, kupeana majukumu, madaraka, kwa sababu kiongozi hawezi kufanya kila kitu. Urongo, kiongozi haoni kila kitu, lazima awe na macho pembeni ya kumsaidia. Kiongozi hana mikono mingi, lazima awe na mikono mingine ya kumsaidia. Angalia zama za Khalifa Umar Khattab, wakati anasalisha Madina, ilikuwa safu ni nyingi mno katika msikiti wa Bwana Mtume. Watu wameshaongezeka tofauti na zama zake. Watu wengi wamesilimu, ziara ya msikiti wa Mtume, watu wengi. Amefawidhisha mpaka jambo la swala. Mtume alikuwa kila akisimamisha swala, kabla ya kuleta takbira ihram, kupita kwenye safu akaangalia jinsi safu zilivyokaa imara, alafu ndio asimama akaleta takbira. Kwa ule wingi wa safu, Saidina Umar kawakilisha baadhi ya watu nyuma huko, wa kuangalia safu, angalia umuhimu wa kupanga safu na kuacha kuweka mapengo. Mpaka katika mambo haya ambayo tunayadharau sisi, pia wamegawa madaraka, majukumu. Kwa hiyo wanakwenda kule, wanaangalia, alafu wanakuja mbio kumwambia khalifa kwamba huku nako mambo mazuri, ndio anasimamisha. Kwa hiyo mambo ya kudelegate power, kuzigawa au kugawa majukumu katika nani hii ni jambo muhimu. Ndio pale kwenye msikiti ni vema, mfano kama ni kuna kamati ya msikiti, kuwe na idara ya taalimu, kazi yake kushughulikia elimu ya watoto msikitini, mtaani, elimu ya watu wazima, mambo ya elimu tu mfano. Halafu kuna idara inayohusiana na mambo ya da'wa, kazi yao kushughulikia da'wa nje ya msikiti na ndani ya msikiti, kualika wageni, kufanyaje. Kuna idara nyingine kazi yake usafi wa msikiti. Fana hapo, wallahi kiongozi wenu atafanya kazi vizuri. Lakini kana hamna mgao huu, basi majukumu yote mnambebesha kila jambo, hata kinyesi huko ndani anamtamlaumu yeye. Unamgani mbona msikiti mchafu kama nini? Nani asafishe sasa? Lazima kuwe na nini, kushirikiana, kuwe na roho ya pamoja, kwamba hili jambo ni letu sote, ndio ufanisi unapatikana katika majambo. Vile vile ndugu zangu katika imani, uongozi kwa ujumla ni jambo tunatakiwa sote tunaoongoza na tunaoongoza, kila jambo tunalolifanya maadamu ila taa, basi tulifanye katika uso wa itqan, kwa njia, kwa kadiri inavyowezekana hiyo ya ukamilifu, njia ilikuwa ya ufanisi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha yuhibbu 'abdan idha 'amila 'amala an yutqina, hakika Mwenyezi Mungu anampenda mja wake akifanya tendo jambo, basi analifanya kwa uyakinifu, analifanya kwa njia nzuri kabisa. Hili pia ni jambo ambalo tunatakiwa tushirikiane sote baina ya viongozi na wanaongozwa. Tukifanya matendo kwa ujumla tuyafanye kwa ufanisi. Kila siku tubuni mbinu mpya za utendaji ambazo zitasaidia kuwepesisha uongozi kwa ujumla, kuwepesisha malengo yetu, tufikie haraka. Ni vyema mfano hata katika msikiti kuweka taratibu ambazo zitawafahamisha na kuelimisha waumini, mbali ya elimu za kisheria, kuwe na elimu ya kompyuta, elimu mbalimbali za fani ambazo zitawafanya kuondoa ujinga wa Uislamu kwa ujumla, ili kuweza kufanya mambo yao kwa njia iliyokuwa nyepesi sana. Kwa sababu Waislamu hivi sasa ukilinganisha na makafiri kuna gepu kubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu ya sayansi na teknolojia. Waislamu tunakuwa tuko mbali sana na makafiri, kwa sababu hawa wenzetu wameanza kuchukua nyenzo za kisayansi za kuweza kuwepesishia mambo yao. Sisi bado tuko nyuma. Kwa hiyo Uislamu ni jambo ambalo ninapenda Waislamu wafanye mambo siku zote yawe mazuri. Na jingine ndugu zangu, kwa upande wa mambo ya msingi,
kufanya kosa si kosa, kukariri makosa ndio makosa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila mwanadamu mwenye kufanya makosa. Tabia zetu wanadamu kufanya makosa, lakini mahala penye uongozi bora, utawala bora, ni pale pakitokea makosa hayakaririwi makosa. Na ndio Mtume alivyotufundisha Waislamu kwa ujumla kwamba la yudlaghu almu'min fi juhri dhabbin marratayn, hagongwi mu'mini katika shimo la nge mara mbili. Wewe umetia mkono kwenye shimo kagonga tu, halafu atie tena kidogo, huna kitu. Kwa nini? Kwa sababu muumini Mtume asahagonga maana pana hatari kuna wengine tena shimoni. Kwa hiyo kufanya kosa si kosa kama wanavyosema wahenga, kufanya kulikariri kosa, kwamba kosa ni hilo kwa hilo siku zote unafanyika. Kwa njia hii hakutopatikana ufanisi baina ya uongozi kwa ujumla. La mwisho ndugu zangu, tutakamilishia muhadhara wetu baadhi ya sifa za kiongozi wa Kiislamu. Jambo la kwanza ndugu zangu, sifa ya kiongozi katika Uislamu awe ni mtu mukhlis, afanye mambo yake kwa ikhlas. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Asiongoze kwa ajili ya jaha, hata huo uongozi wa kusalisha hapa, asiwe mtu eti himma yake ni mshahara hapa. Siku wananchi kijijini wamemlimia mshahara, huyo akimbia. Takuwaje bwana? Nitakula nini? Sitafanyaje? Haikuwa kazi hii zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi. Haya mambo ya kileo haya, lakini zama za Mtume kuswalisha haikuwa kazi. Wengine wanajuzisha, wengine waharamisha. Sema inatia dosari katika mambo ya ibada ya riziki. Sababu kuna wengine kweli jamani, haya mambo tuyaona. Kuna taasisi inaitwa Al-Haramain imekufa hivi sasa hapa nchini. Ilikuwa na vijana wengi imewajiri, wallahi wamebaki wachache sana. Ilikuwa ikiwapa mshahara 1080 vijijini, ni mshahara mkubwa. Lakini pale ambapo Al-Haramain imefunga ofisi zake, mishahara imekatika. Wananchi vijijini wenzetu, watu wa sunna, wamewaambia wale vijana walimu, basi sisi hatuna 1080 jamani, tutawapa shilingi 1040. Wamekataa. Itakuwaje? 80 na 40 wapi na wapi? Wengine wapiga na nini ndara zao mkanda mbili hapa mjini, hawana kazi Tanga na nini, lakini anaona dhiki. Kwa nini? Sababu hakulelewa kuifanyia kazi dini ya Mwenyezi Mungu, hakulelewa kufanya kazi kwa ajili ya ikhlas. Kwa hiyo kiongozi yeyote anayepewa majukumu akumbuke jambo la ikhlas, kwa sababu ikhlasi ndiyo itasababisha kukubaliwa matendo yake. Vile vile kiongozi anatakiwa awe na elimu, na kwanza elimu ya msingi ya sheria, jambo la kwanza. Pili, elimu inayolingana na sifa ya uongozi wake. Kapewa majukumu ya jambo fulani, basi awe na elimu ya msingi ya jambo lile. Lakini jambo la elimu ya msingi ya dini ni kiongozi wetu wa Kiislamu anatakiwa nayo, kwa sababu ndio mafundisho ya Bwana Mtume, kama aya tulivyosema katika sura Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, mimi na anayenifuata. Bali mimi si kiongozi, hata anayeongoza anatakiwa awe na elimu ya msingi. Wanachuoni wanafasiri elimu ya msingi hapa ya dini. Mfuasi wa Bwana Mtume lazima awe na elimu ya msingi ya dini. Seuze wewe kiongozi. Kiongozi hawezi kuwa kiongozi jamani mbombo mzungariri, hajui chochote. Yeye kiongozi anaongoza msikiti, hakusoma chochote. Wako watu wallahi tunajua kangangania ataka uongozi wa msikiti kuswalisha zaidi ya suratul Fatiha na ila suratul Ikhlas, tena anaivunja vunja. Aje kiongozi hafidh wa Qur'ani kijana, tutaka tumpe majukumu, hataki. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni muasisi wa msikiti, yeye ndiye alijenga msikiti. Tukizozana juu ya hili, turudini kwa Mwenyezi Mungu na Mtume. Fa in tanaza'tu fi shay'in faruddu ila Allah wa rasul. Mtume anatuambia nini juu ya kiongozi wa ibada? Falyakummukum aqra'ukum bikitabillah, awaongozeni yule ambaye ni mbora wenu katika Qur'an. Sasa wewe unjui bwana, umeng'ania tunatuongoza bwana. Kama kuna msikiti mwingine bwana tuameni. Kwa nini? Kwa sababu tuharibie ibada zetu. Au kama tuna uwezo wa kumngoa hata kwa nguvu tumuone. Kule Kenya Isili misikiti mingi imeteka kwa mabavu. Abu Hamza anajua mambo mali. Ulete makurafati hapa.
Siku moja la jeshi alfajiri linakuja msikitini, watoleo kwa nje nyuma ya safu huko, waingia vijana wa sunna wakaswalisha. Hamna makunuti, hamna nini. Wewe kae na makunuti yako, nenda kapeleke barabarani. Mara nyingine mabavu yanatumika. Unaona, kama ikiwa mnaona kwamba iko njia ya kufanya hivi na hakuna matatizo, basi mabavu pia yanaweza kufaa katika kuondoa dini munkarat. Jingine ndugu zangu, ambalo ni sifa katika sifa za kiongozi, kiongozi anatakiwa vile vile awe na pupa, asiwe na pupa ya kutaka uongozi. Hili katika uongozi wote katika Uislamu, isipokuwa imamu. Mtu anayenikuja hadithi katika Riyadhus Salihina kwamba imamu akihisi kwamba hakuna mtu wa kuongoza anaweza kaomba uimamu. Hii istithna ya hukumu ya ujumla, lakini uongozi kwa ujumla haitakiwi kwa sheria ya Kiislamu kuomba. Acha watu wakuchague kwa mujibu wa sifa zako. Usisimame mbele ya hadhara, wananchi, mimi nimesoma sana, sijui na hivi, nimehifadhi Qur'ani, sijui nini, naomba kula zenu. Hamna mambo haya katika Uislamu. Angalau kasema omba kula zenu. Unaona? Lakini katika Uislamu jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abdurrahman ibn Samra, la tatlubu al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilayha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alayha. Abdurrahman bin Samra, usiombe uongozi, kwani ukipewa uongozi kwa kuomba kwako basi utaelezwa nao, utatupiwa nao. Lakini ikiwa utachaguliwa na watu, ukipewa bila ya kuomba, basi utasaidiwa, utapata usaidizi wa Mwenyezi Mungu na wanaoongoza. Katika Uislamu hakuna hilo. Uongozi wa aina yote, kwamba mimi naomba niwe imamu hapa, niwe kiongozi wa jumuiya, naomba niwe kiongozi wa fulani au niwe kiongozi wa nchi au nini, hili halimu katika Uislamu. Kwa hiyo mtu anatakiwa asionyeshe dalili yoyote ya kutaka uongozi. Vile vile awe na hali ya kuwa na pupa ya kuwasaidia wale anaowaongoza. Mfano mzuri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sifa ya bwana mtume moja wapo hiyo. Anasema mtume, Mwenyezi Mungu amewajieni mtume kutokana na nafsi zenu, ambaye alikuwa akimuumiza sana yanawasibu nyinyi. Alikuwa na pupa na nyinyi sana kuonyesha kila la kheri, na kwa waumini alikuwa ni mwingi wa huruma. Kwa hiyo kiongozi awe na huruma na anawatawala. Ndio sifa ya bwana mtume, kama tulivyotangulia kusema mwanzo wa darasa hili, kwamba kiongozi awe saa zote anajali matatizo ya anaowaongoza. Isiwe mambo haya hayanihusu hapa. Ndio angalia wale vijana ambao tunawatuma maduati kule vijijini, wallahi wana majukumu makubwa. Watu wa vijijini tabia, wakimuona mwalimu, basi mwalimu ndio kila kitu. Mwalimu ndio tabibu, mwalimu ndio mwalimu wao kusomesha, mwalimu ndio mshauri wao wa uchumi, mwalimu ndio kiongozi, ndio kila kitu. Ndio pale kuna haja ya kijana anayekwenda kijijini ajibebeshe silaha ya elimu, kwa sababu atakwenda kule ataletewa matatizo mengi tu. Wanajenga itikadi kwamba huyu atatusuluhishia matatizo yote. Kwa hiyo kwanza uwe na roho ya huruma kwa unaoongoza. Isiwe ile alinihusu bwana. Saa hizi bwana, mnakuja saa hizi bwana, ungie saa zote utarushwa mpaka saa 8 za usiku. Maadamu una basketi, utafuatwa na mwanamke mjamzito ana mimba tayari atakujifungua. Mwalimu wewe, watakao tusaidie mama mjamzito, hospitali iko kilomita 10 kutoka hapa, tusaidie baskeli mbebe mama, itabidi mtoke. Ndio inavyotakiwa, ndio Uislamu. Ndio pale yanapojengeka mapenzi baina ya viongozi na nani wanaoongoza. Kingine ndugu zangu, ambalo la msingi la mgongo, sifa ya kiongozi awe ni mwadilifu. Na kama mnavyoona katika wale ambao mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao watapata vivuli ya Mwenyezi Mungu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake, ni imamu adil, imamu kiongozi mwadilifu. Kwa hiyo sifa moja ya kiongozi zangu, uongozi unazidi kuwa madhubuti. Si katika Uislamu kuwa vijana kuwekwa mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam wapa umbele huo vijana,
katika majukumu na madaraka. Kwani hawa mtawaona mtawasikia jamani Ali ibn Abi Talib kadhania nyingine na jitu moja zee Abu kijana mdogo tu. Bwana kijana mdogo tu wamepewa madaraka ya ukhalifa wakiwa vijana wadogo. Ndivyo inavyotakiwa kwamba lazima vijana wafanye maandalizi mapema kuwafundisha mambo ya uongozi wa ibada, uongozi wa nani hii. Angalia Amr ibn Salim akapewa uongozi wa ibada swala akiwa na umri wa miaka 7. Sunna ile imethibiti. Kijana mdogo wa miaka 7 akapewa uongozi wa swala ibada, swala za jamaa kuwasalisha watu. Hii kuonyesha Mtume akifanya ukafiri juu ya kuwatrain vijana katika nini uongozi. Ni jambo ambalo linatakiwa hilo. Kwa nini? Kwa sababu vijana ndio mustakbali wa kesho. Sisi tutangangana siku zote wazee utafuta ndio wako mbele. Na kamati kishakuwa na wazee wengi, bwana mmoja ananiambia hakuna maendeleo. Damu zimelala. Hatuwatukani wazee, lakini ndio kweli jamani. Shukuruku zote zimelegea. Unaona? Hawana uwezo mkubwa sana kwa sababu vijana ndio wanakuwa na damu za kuchemka. Wakiagizishiwa jambo wanafanya, kufanya hivyo wanafanya. Kwa hiyo ni lazima kama alivyofanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapa nafasi vijana ya uongozi kwa kiasi kikubwa mno. Vile vile ndugu zangu, kuwachagua watu kwa mujibu wa vipaji. Hii ni elimu leo ya nafsi. Angalia hawa wenzetu makafiri hawa wameyachukua haya kutoka kwa bwana Mtume. Mtu analelewa akionekana mwili zake zaelemea kwenye jambo fulani, basi alelewa hilo mpaka anakuja kuwa scientist mkubwa kabisa. Aonekana huyu kijana mbona apenda kuchezea toys za electronics sana, penda sana mambo ya electronics, basi watamkuza huko mpaka engineer electronics. Huyu mtu apenda sana mambo ya jeshi na mabavu. Haya, huyo mpaka anakuwa ni madari wananini. Tangu akiwa ni mdogo wameweka taaluma za kuweza kupekua uwezo wa kijana angali ni mdogo kabisa. Hii kwa njia ya michezo wanajua huyu mtoto anaelemea sana mambo fulani. Kwa hiyo wanampeleka hasa ni skuli maalum za kwenda kukaa na wenzio wenye kupendelea vitu hivyo. Mara mnakuta tayari mtu amekuwa ameongoza jambo kubwa la kuleta ufanisi mkubwa kabisa katika jamii. Vile vile ndugu zangu, katika mambo ambayo Mtume aliyofanya ni tarbia amalia, malezi ya kimatendo. Angalia Mtume kama kiongozi, si huo uongozi wa leo naambia jamani kiongozi, rais wa nchi, sijui waziri mkuu anakwenda kuweka jiwe la msingi. Jiwe la msingi maana yake nini? Kijibao kimechongwa. Maana ukiambiwa jiwe la msingi maana yake ni kuchimba msingi na kuweka msingi. Kumbe jiwe la msingi kijibao kimechongwa namna hiyo, yeye akiweka alafu akiwa mwiko wa nani simenti akatia kwa kaeka hili la msingi. Mtume ndiye alifanya hivi, alipoweka jiwe la msingi la msikiti wake. Yeye ndiye kenda tafuta kazi nzito za kutafuta maji na kuchimba msingi. Yeye kama kiongozi wa Kiislamu hakuja pale jamani mimi na shika surura nipigeni picha. Siku ya pili rais kashirikiana na wananchi kulima shamba la eka 12 si. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia ndani ya mayadini ya kazi kama kiongozi wa Kiislamu na kuhamasisha Waislamu. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, katika kuhamasisha kazi. Ewe Mwenyezi Mungu, hakuna uhai wala maisha isipokuwa uhai wa akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajira, ewe Mwenyezi Mungu wasamehe muhajirina na ansar. Anasema maneno haya ni beti hizi za mashairi, na huku na shete zinafanya kazi. Yuko katika nini? Ni kaimu ya kupasua miamba ili kujenga jengo la Mwenyezi Mungu subhanahu. Katika jumla ya tarbia amalia wanachuoni wanasema kulea malezi ya kimatendo, jambo ambalo viongozi leo limewatoka. Kiongozi maanake, uongozi maanake ni white collar job. White collar job yani ni kazi ambayo hapa siku zote ukosi wako haubadiliki rangi.